Maafisa wa usalama nchini Marekani wamemuua kwa kumpiga risasi mwanaume mmoja aliyekuwa na silaha ambaye alijaribu kuingia kwa nguvu katika makazi ya Rais Donald Trump yaliyopo Mar-a-Lago, Florida nchini Marekani. Kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka kwa idara ya Secret Service na ofisi ya sheriff wa kaunti ya Palm Beach, mshukiwa huyo alikutwa akiwa na silaha aina ya shotgun pamoja na dumu la mafuta akiwa amepenya kwenye eneo la ulinzi mkali ambalo haruhusiwi kuingia. Maafisa wa usalama walimtaka mshukiwa huyo kuweka silaha chini, lakini ripoti zinaeleza kuwa mshukiwa huyo alikaidi amri hiyo na badala yake akainua silaha yake katika mkao wa kutaka kufyatua risasi. Katika hatua ya haraka ya kumlinda rais, maafisa walifyatua risasi na mshukiwa alitangazwa kufariki dunia papo hapo. Tukio hili linatajwa kuwa ni jaribio la tatu la mauaji linalomlenga Rais Trump katika kipindi cha hivi karibuni. Hali hii imeibua wasiwasi mkubwa na mjadala mzito kuhusu usalama wa kiongozi huyo mkuu wa Marekani kutokana na ongezeko la kauli kali za kisiasa kutoka kwa wapinzani wake. Tukio hili linakumbusha historia ya vifo vya marais wanne wa Marekani waliouawa wakiwa madarakani: Abraham Lincoln, James A. Garfield, William McKinley na John F. Kennedy. Kwa sasa uchunguzi wa kina unaendelea kubaini mtandao uliokuwa nyuma ya mshukiwa huyo. Taarifa za kushtua sana huko kutokea makazi ya Rais Donald Trump yaliyopo Mar-a-Lago, Florida, baada ya mshukiwa huyo kuweza kuuawa kwa risasi hapo hapo, kwa mujibu wa idara ya Secret Service na ofisi ya sheriff wa kaunti ya Palm Beach, baada ya kuweza kumbaini mshukiwa ambaye alikuwa amepenya sehemu ambazo haruhusiwi kuweza kuingia, na baadaye ikabidi waweze kumpa amri ya kuweka silaha chini, lakini baadaye akaweza kunyanyua silaha na kutaka kama vile kuanza kupambana na idara ya usalama katika makazi ya rais wa Marekani Donald Trump. Ndipo baadaye wakaweza kuchukua hatua madhubuti zaidi za kumlinda Rais Trump kwa kuweza kufyatua risasi na kumlenga hapo hapo na kusababisha mauaji ya mshukiwa huyo kutoka huko Florida nchini Marekani. Hili linakuwa ni jaribio la tatu la mauaji la kumlenga Rais Trump katika kipindi cha hivi karibuni, ambapo usalama zaidi unazidi kuimarishwa kwa Rais Donald Trump nchini Marekani, hata na maeneo mengine anakokuwa anafanya ziara zake. Basi kwa taarifa zaidi endelea kuungana nasi, na uchunguzi kadri unavyozidi kuendelea, mtazamaji, tutakujuza yote yanayojiri kutoka huko moja kwa moja Mar-a-Lago, Florida nchini Marekani.